zetu ambayo Mama Hussein alhamdulillah amejitahidi. Mama, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wewe ni kipenzi wa vikao vingi na leo uko hapa kwa Hajat Habiba. Raha yako ni ipi kwa kupenda kikao hichi? Mimi nazidi kumshukuru Mwenyezi Mungu ananiwezesha kukifika eko. Ninaumwa kama siumwi, mkiniona barabarani alhamdulillah, lakini hali yangu dhaifu, ila kwa rehema zake ananiwezesha Allah. Kwa majina maarufu naitwa Ustadhat Kito. Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu mume wangu kwa aliyopo. Kwa kweli Bwana Hamza Mahane, swala lako hili linanipa faraja iliyokuwa kubwa. Hapa kwa Hajat Habiba mimi napafahamu kheri sana. Kwa majina naitwa Sania binti Hamisi, niko hapa Burundi. Raha nyingi kubwa katika mambo kama haya, khairati mbalimbali, watu mejaa, tunafurahi, tunamtukuza Allah. Kwa hiyo nawakaribisha mama wote wa Ulaya, wa Amerika, wa Burundi, tutahudhuria vikao kama hivi, vinaleta raha nyingi na kubwa, mashaallah tabaraka. Nazoeleka ni Afemibu, lakini kwa jina maarufu kwa Hajat Habiba ni kikao ambao kina takriban miaka mingi ya kutosha, na malengo makubwa ni kuwalea kina mama, mabinti ambao wanachipukia. Naam, tayari Sheikh Jamal Swaleh ameshawasili hapa barabara ya 7 namba 34 maarufu sana. Hapa ni kwa Hajat Habiba. Alhamdulillah, Al-Huda TV Burundi nitajitahidi sana niweze kusema naye angalau maneno mawili. Yuko hapa Sheikh Mohamed Kanjali, ni mmoja katika mwenyeji wake na anazoeleka sana hapa. Kabla sijasema na Sheikh Jamal Swaleh, nimsikilize Mohamed Kanjali, ana uzoefu mkubwa sana hapa, na kwa nini leo Sheikh aliweza kuletwa hapa katika kikao hichi cha wakina mama. Ni kikao cha kwanza ambacho kinachoendelea hapa katika nchi yetu ya Burundi. Takriban zaidi ya watu 400 wanakuwa wako ndani ya jengo hili. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni rasmi unazoeleka sana hapa katika mudhakara huyu ambao unaofanyika kila Alhamisi, ambayo ni jedi hapa kwake Hajat Habiba. Leo Sheikh Jamal Swaleh yuko hapa. Nini ambacho Waislamu wanakutazama hapa Mohamed Kanjali? Kuna faida gani ambayo anakuja kuitoa hapa katika kina mama hao? Kwa kweli kama ulivyosema, hapa barabara 7 nambari 34 ni jengo la kina mama ambalo linazoeleka ni Afemibu, lakini kwa jina maarufu kwa Hajat Habiba ni kikao ambao kina takriban miaka mingi ya kutosha, na malengo makubwa ni kuwalea kina mama, mabinti ambao wanachipukia, ili tuone ya kwamba watatoka katika mazingira ya dunia ambayo ni ya ufisadi, warudi kwenye kitabu na sunna za Bwana Mtume Muhammad SAW. Huwa tuna desturi ya kuarifu baadhi ya mashehe, walimu zetu, kwa ajili ya kuzidi kuzipa nyoyo dawa na chakula. Alhamdulillah, Sheikh Jamal Swaleh miongoni mwa walezi wa nafsi za Waislamu katika nchi hii, na leo amekuwa ni mgeni wetu. Tumefurahia ujio wake na alhamdulillah rabbil alamin, si mara ya kwanza yeye kuja, na tunatumaini kwamba haitakuwa mara ya mwisho yeye kuja kama alivyozoeleka katika kikao chetu kama hichi insha Allah taala. Ni maneno machache ameyazungumza Sheikh Mohamed Kanjali. Nitajitahidi pia kuweza kuingia moja kwa moja kwa kuonesha sasa ukumbi ambao upo takriban zaidi ya watu 400, na nitapokea maoni ya wakina mama pamoja na majirani hapa wanazungumziaje kusikana na kikao hichi. Moja kwa moja Sheikh anatoka sasa hapa Sheikh Jamal Swaleh na anaelekea rasmi kuweza kukutana na kina mama hawa zaidi ya 400 wakiwa wako hapa. Ni kikao hichi ambacho barabara ya 7 Buyenzi ya kwanza katika nchi ya Burundi, kinabeba watu wengi chini ya shirika la Afembu maarufu sana kwake Hajat Habiba. Rasmi anatoka sasa Sheikh wetu na anaenda kuzungumza na kina mama ambao tayari wamemsikiliza kutoka katika sehemu mbalimbali. Nikueleze kwamba kikao hichi kuna watu ambao wanatoka Kinama, nikueleze pia kwamba kikao hichi kuna watu wanatoka Kanyosha na sehemu tofauti tofauti, na mgeni rasmi wa siku ya leo Alhamis ni mwenyewe kama unavyomuona hapa Sheikh Jamal Swaleh, na anaenda. Natamani atie neno limoja tu na ili tuweze. Sheikh, jamii inakutazama hapa na ulikuwa na siku nyingi sana haujawasili katika kikao hichi. Ni kweli ni ubize au nao ulikuwa na hamu ya kuja kukutana na wakina mama? Kwa sababu mle ndani tayari si tushafika, ni zaidi ya kina mama 400. Leo unaenda kukutana nao, na wale ambao wanaokutazama hapa wanatamani kulisikiliza neno lako la siku ya leo. Naam, tunamshukuru Allah, sala salam kwa mtume wa Allah Muhammad. Ni kwamba tunawafikiria wakina mama lakini mambo mengi na vikao ni vingi, shughuli nyingi. Kwa hiyo
tuseme tu ametaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala leo tarehe 7 mwezi wa 5 iweze kuwa ni fursa ya kukutana na kina mama hapa 7:34 inshallah. Je, tayari tumeshamsikiliza, twende moja kwa moja Shekhe, tunaruhusiwa kwenda, lakini hapa wakati Sheikh Jamal Swaleh anaelekea, mimi nitajitahidi kadri na hali ni kuonyesha kwanza kupitia shirika au jengo hili limejengwa kwa nguvu kubwa na ushirikiano wa kina mama kupitia taasisi ya Afembu, sawasawa ni kwa Hajat Habiba Swaleh pamoja na Mohamed Kanjali wamewasili katika ukumbi huyu wa wakina mama likiwa kama jengo lao rasmi. Alhamdulillah, kama unavyoona pia kina mama wakiwa wako hapa, kama unavyoona tayari Sheikh Jamal Swaleh ameingia katika maeneo haya na tayari atajitahidi kadri na hali kwa kuweza kuzungumza na Waislamu, atajitahidi kadri na hali kwa kuweza. Nikukumbushe kwamba hapa ni barabara ya 7 namba 34 maarufu sana hapa katika jengo hili la wakina mama ambalo linalopatikana hapa Bujumbura. Maeneo haya ni Buyenzi 7 namba 34. Tuende moja kwa moja kwanza tukasikilize, alafu hapo baadaye tutapata nafasi iliyokuwa nzuri kuweza kusikiliza fikra, maoni mbalimbali ya wakazi ambao wanaopatikana Buyenzi. Mimi ni Hamza Mahane. Ile itakuwa kama ni tarehe 4 mwezi wa Dhulhijja, itakuwa ni muhadhara mkubwa sana hapa. Watu mje mshinde hapa kwa ajili ya kumtukuza na kupata mawaidha tofauti tofauti insha Allah taala. Na hatimaye, na kama tulivyoelezea kwamba tuko hapa barabara 7 namba 34 na rasmi tayari mudhakara huu unamalizika hapa, na dakika machache hivyo zimesalia kama sekunde tu kadhaa, Sheikh atakuwa ameondoka hapa katika ukumbi. Ni jitahidi kadri na hali tupokee maoni angalau ya watu wawili. Takbira mbalimbali za kumtukuza Mungu hizi zinaendelea hapa. Takbira hizi zinaonyesha ishara kwamba nasaha na mawaidha mbalimbali ambayo yameendelea hapa. Tuchukue maoni angalau ya watu wawili, waje waseme machache katika haya ambayo yamejiri katika hii siku ya leo katika ukumbi huu. Naam, inshallah, kama unavyosikia takbira mbalimbali zikiendelea huku, tahitaji pia watu waweze kutoa maoni yao machache kuhusikana na haya ambayo yanaendelea hapa barabara ya 7. Mohamed Kanjali tayari unamsikia, ni yeye ndo analibeba gurudumu hili. Mama yangu yuko hapa, atasema angalau machache katika hii siku ya leo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni raha kwamba kikao hichi kinahudhuria na watu wengi ambao wewe ni mmoja katika watu ambao unatoka katika bara la Ulaya. Alhamdulillah, huko hapa kwetu Buyenzi. Tungetamani watu wanaokutazama wajue kwanza jina lako pia na kwa nini uko hapa Burundi. Kwa majina naitwa Sania Bint Hamisi, niko hapa Burundi. Raha nyingi kubwa katika mambo kama haya, khairati mbalimbali, watu mejaa, tunafurahi, tunamtukuza Allah. Kwa hiyo nawakaribisha mama wote wa Ulaya, wa Amerika, wa Burundi, tunahudhuria vikao kama hivi, vinaleta raha nyingi na kubwa, mashaallah, tabarakallah. Pia nakushukuru sana Hamza Mahane, Al-Huda TV kwa ujumla. Allah kuteni juhudi zenu hizi nzuri na viona mbali vyenu hivi. Kwa kweli tunashukuru sana, tumefurahi. Binafsi nimefurahi sana sana kukikao kama hichi kwa shehe wetu mpendwa Sheikh Jamal Swaleh. Allah mlipe kheri, pamoja na Muhammad Kanjali na media zote hapa Bujumbura kwa ujumla. Kwa kweli tunashukuru sana. Acha tupokee maoni ya watu wengine. Alikuwa ni Sania ndo ametuambia, ukitazama hawa ni kina mama tayari wanaondoka hapo na wakiwa na furaha zilizokuwa nzuri. Tumtazame mwingine mmoja ambaye anaweza akatupa maoni yake. Tujongee mbele kidogo, tumtafute mmoja katika kina mama ambaye na yeye angalau anaweza akatuambia kuhusiana na kikao chetu hichi. Yuko hapa mama Naima, huyu hapa. Alhamdulillah, mama yangu sana huyu, lakini kadhalika atasema neno lifupi sana. Mama, angalau neno limoja tu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni naye hapa mama Naima, lakini kadhalika ndo mama yake ya Sheikh Kabanga. Tuambie neno la mwisho, ni faida gani ambayo mnaipata hapa katika kikao hichi? Leo nimepata faida kubwa sana. Shekhe wetu ametusia mambo mengi sana, tumesikia ibada ya hija, kila kitu, tumefurahi sana kwa kweli. Ni furaha kubwa. Mama yake huyu amesema machache. Najitahidi nimpate Hajat Kito, nimemwona yuko hapa, angalau na yeye atie neno lake lifupi sana. Nilisema na alhamdulillah nimemwona. Ninaye hapa kwanza mama Ea, mmoja katika
mama zetu ambayo Mama Hussein alhamdulillah amejitahidi. Mama, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wewe ni kipenzi wa vikao vingi na leo uko hapa kwa Hajati Habiba. Raha yako ni ipi kwa kupenda kikao hichi? Mimi nazidi kumshukuru Mwenyezi Mungu ananiwezesha kukifika heko. Naumwa kama siumwi, mkiniona barabarani alhamdulillah, lakini hali yangu dhaifu, ila kwa rehema zake ananiwezesha. Allahu akbar, nashukuru. Usia wako mama kwa wanaokutazama, mabinti, kina mama, kwa kupenda kikao hichi cha kheri, unaweza ukawahusia nini mama yetu? Mama, nawahusia Mwenyezi Mungu wape kheri na baraka na awazidishie, na wenyewe wafike kwenye nimefika kwa rehema zake Allah. Tunashukuru sana. Tulikuwa na mama yetu, niko naye hapa Hajat Kito, na nimesema sintoondoka hapa bila angalao atufanyie tathmini ya haya ambayo yamejiri katika hii siku ya leo. Nikueleze tuko hapa ni Buyenzi, barabara hii ya 7 namba 34, ambapo ni maarufu kwa Hajat Habiba, lakini shughuli yote imefanyika hapa chini ya shirika lao la Afembu, moja katika kina mama ambao wako hapa ni maarufu sana katika nchi yetu hii ya Burundi, Al Huda TV Burundi, na mimi nikaona kwamba nisiondoke hapa ajatuambia machache. Mama, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni muumini sana wa kupenda kushiriki vikao Hajat Kito. Natamani kwanza utuambie namna unavyopaelewa hapa kwa Hajat Habiba, nini ambacho kina mama wanajivunia hapa? Mashaallah. Naam, kwa majina maarufu naitwa Ustadhat Kito. Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu mume wangu kwa aliyopo. Kwa kweli Bwana Hamza Mahane, swala lako hili linanipa faraja iliyokuwa kubwa. Hapa kwa Hajati Habiba mimi napafahamu kheri sana, kwa sababu hapa tumepaanza sisi hapa. Tulikuwepo toka zamani na mpaka leo bado panaendelea kheri. Wamama kubwa wanajivunia hapa ni kheri, hamna zaidi ya hilo. Na namna unavyoona kwamba kikao kina watu zaidi ya 400, unadhani ni siri gani ambayo inayotumika hapa? Sababu kuna wale ambao nimeona wanatoka Kanyosha, kuna wale ambao kutoka Buterere, ni sehemu ambapo ni makutanio yenu. Nini ambacho mmekitenga hapa kiasi kwamba kila mtu anavutiwa kila Alhamisi kuweza kushiriki hapa? Bwana Hamza Mahane, mimi nikisema hesabu ya 400 umeteremsha watu. 400 umeteremsha watu. Unavyofahamu kikao cha Hajati Habiba, kikao cha Hajati Habiba kina watu wengi, na hawa watu wanakuja hapa, wengi wao ni kwa sababu mashallah tabaraka rahmani, huu ni mtani wetu wa jaji Sheikh Muhammad Kanjali, alikuwa nyuma yangu hapa ananitokoza kidogo. Kikao hichi wengi wanakuja hapa kwa sababu wanaelewa walikuwa wapi na leo wanakwenda wapi. Wengi wanatafuta akhera, ndio maana unaona kikao hiki kina watu wengi. Bwana Hamza, sio watu 400, ni zaidi ya watu 400 bwana. Ujumbe wako sasa wa mwisho kwa wote ambao wanaokutazama kwa harakati zako, lakini hususan na harakati hizi zinazofanyika hapa? Ujumbe wangu kwa wale ambao wananitazama, moja tu, wamogope Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimwogopa Mungu umekusanya kila kitu. Huyo ndio ujumbe mkubwa ambao nawapa watu. Nilikuwa naye Hajat Kito na namuuliza swali lingine la utani. Leo tunazoea kukuona kwamba unatembea na watoto zako mayatima, lakini hapa hatukuwaona. Je, mayatima bado wapo au tayari umewatenga ukasema sitaki maneno? Subhanallah, Sheikh Hamza, haiwezekani kuwatenga. Mimi mwenyewe kwa sasa mjane, alafu mimi mwenyewe na mtoto mdogo ambaye mume wangu aliniachia, ambaye hana wazazi wawili, kisha wa mayatima ni watengaji. Mayatima tunao na tutakuwa nao mpaka siku ya Kiyama, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, ana wakafilu yatima kahataini fil janna, mimi na yule ambaye atakayemlea yatima tuko hivi peponi hiyo siku ya Kiyama. Kwa hiyo mayatima tunao na tutakuwa nao insha Allah. Asante sana. Asante Hamza Mahane, Allah akubariki. Na inshallah, tukiwa ni mwisho hapa, tunahitimisha tukio letu la siku ya leo. Kukueleza leo ilikuwa ni tarehe 7 hii mwezi huu ambao tumo ni mwezi wa 5 mwaka 2026. Ripota wako wa Kiislamu katika nchi ya Burundi, nilikuwa hapa kukutoa mwanzo hadi kufika mwisho. Mimi ni Hamza Mahane na niko hapa ni Bujumbura, hapa barabara ya 7 katika jengo hili ambalo naliona liko chini ya usimamizi wa shirika la Afembu. Kiongozi ni wapo hapa, wako wengi sana. Mmoja hapa amebeba jina maarufu sana kwa Hajat Habiba, barabara ya 7 namba 34 katika ardhi hii ya Burundi. Sauti hii inanguruma nikiwa niko hapa nyumbani Buyenzi, Bujumbura. Mimi ni Hamza Mahane. Al Huda, mwongozo wa jamii.